wake. Iran yarusha makombora ya kwanza Israel kufuatia uteuzi wa kiongozi mkuu mpya Ayatollah Sayyid. Wapiganaji wa kundi la Hezbollah wanapambana na vikosi vya Israel mashariki mwa Lebanon. Na maelfu ya raia wa Sudan Kusini waukimbia mji wa Akobo unaoshikiliwa na upinzani mashariki mwa nchi. Habari kamili. Tehran. Iran imerusha makombora yake ya kwanza kuelekea Israel leo Jumatatu baada ya kuteuliwa kwa kiongozi mpya mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei. Kituo cha utangazaji cha serikali kimesema kwenye channel yake ya Telegram kwamba Iran imevurumisha wimbi la kwanza la makombora chini ya Ayatollah Mojtaba Khamenei kuelekea maeneo yaliyokaliwa. Imechapisha picha ya kombora lenye kauli mbiu kwa amri yako Sayyid Mojtaba, marejeleo ya kidini ya madhehebu ya Kishia. Wakati haya yakiarifiwa, waziri mkuu wa Qatar ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ametoa wito wa kupunguzwa kwa kiwango cha vita vya Iran. Akizungumza na Sky News, Al Thani amesema hawakutarajia mashambulizi ya jirani yao Iran dhidi ya nchi za Ghuba, akiongeza kwamba uhalali na visingizio vya Tehran wanavyotumia vimekataliwa kabisa. Wakati huo huo, shambulizi la droni la Iran nchini Bahrain limewajeruhi raia 32 katika kisiwa cha Sirte. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ataitembelea Cyprus leo Jumatatu, huku Ufaransa ikituma meli za kivita kwenda katika bahari ya Mediterania kufuatia shambulizi la ndege zisizo na rubani kwenye kisiwa hicho mwanachama wa Umoja wa Ulaya siku chache zilizopita. Ofisi ya Rais Macron imesema atakutana na mwenzake wa Cyprus Nikos Christodoulides na waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis huko Paphos kuonyesha mshikamano na hatua za kina za kuimarisha usalama kuizunguka Cyprus na eneo la mashariki mwa bahari ya Mediterania. Ikulu ya Elysee ilisema hapo jana kwamba ziara hiyo itafanyika huku vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiingia wiki yake ya pili na kuathiri sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati. Beirut. Kundi la Hezbollah leo Jumatatu limesema lilikuwa likipambana na wanajeshi wa Israel waliotua mashariki mwa Lebanon kwa helikopta kuvuka mpaka wa Syria, huku kukiwa na vita vipya kati ya Israel na kundi hilo la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran. Katika taarifa, kundi la Hezbollah lilisema liligundua kuingia kwa takriban helikopta 15 za adui wa Israel kutoka upande wa Syria wa mpaka mashariki mwa Lebanon. Kundi hilo lilisema wapiganaji wake walizishambulia helikopta na kikosi kilichoingia kwa silaha mwafaka zinazofaa na mapambano yalikuwa yakiendelea. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Stockholm. Ripoti mpya ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm SIPRI iliyochapishwa leo Jumatatu inaonyesha kwamba mtiririko wa silaha duniani uliongezeka kwa karibu 10% katika miaka 5 iliyopita, huku Ulaya ikiongeza zaidi ya mara 3 ya uagizaji. Taasisi ya SIPRI imesema ongezeko la silaha katika nchi za Ulaya linaweza kuelezwa kwa sehemu na ukweli kwamba wananunua silaha za kusambaza Ukraine na kwa sababu wanatafuta kuongeza uwezo wao wa kijeshi dhidi ya tishio linaloonekana kutoka kwa Urusi. Marekani iliongoza mauzo ya silaha ikichangia 42% ya uhamishaji wote wa silaha za kimataifa katika kipindi hicho kutoka 36% katika miaka 5 iliyopita. Juba. Maelfu ya raia wamekimbia mji wa Akobo unaoshikiliwa na upinzani mashariki mwa Sudan Kusini kufuatia amri ya kuondoka eneo hilo iliyotolewa na jeshi ili kuandaa njia ya operesheni ya kijeshi. Nial Liu, afisa wa eneo hilo anayehusika na masuala ya kibinadamu, alisema hapo jana kwamba mji huo sasa karibu ni mtupu na wanawake, watoto na wazee wameondoka na kuvuka kuingia nchini Ethiopia. Kuhama kutoka Akobo karibu na mpaka na Ethiopia kulianza Jumamosi usiku, ingawa muda wa mwisho uliowekwa na serikali wa kuhama ulitakiwa kufikia mwisho Jumatatu alasiri. Na hatimaye Stuttgart. Chama cha kijani nchini Ujerumani kimekishinda chama cha kiafidhina cha kansela Friedrich Merz cha Christian Democratic Union CDU katika uchaguzi muhimu wa jimbo la Baden-Württemberg uliofanyika jana Jumapili.
Matokeo hayo yanaashiria pigo kwa kansela Merz kabla ya uchaguzi mwaka huu, huku kura za maoni zikionyesha kuimarika kwa chama cha mrengo wa kulia cha Alternative for Germany AfD. Karibu 32% ya wapiga kura walikichagua chama cha kijani kinachoongozwa na Sem Ozdemir kulingana na kura za maoni baada ya vituo vya kura kufungwa. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Mbiu ya mnyonge. Katika jamii nyingi kuna simulizi ambazo hazisemwi kwa sauti, sio kwa sababu hazipo, bali kwa sababu zinabeba aibu, hofu na unyanyapaa. Mwalimu mwenyewe kwanza alisema kikweli kwamba mimi niliambiwa Mombasa ni raha, kwa hivyo nimekuja hapa Mombasa, wewe ndio utakayenipa raha. Nikana kama ni sheria kule kwa hiyo kampuni lazima upitie. Ukisikia wenzako, stories za wenzako vile wanakuambia vile wamepitia, wenyewe wote unasema mimi nitakuwa nimeweka doa katika maisha yangu na siwezi sahau. Unasema kwani shida yangu ni gani? Sikutaka niumbwe hivi. Nashukuru Mungu aliniumba nikakuwa mrembo. Makaratasi ninayo, talanta niko nayo. Hapana. Hii shida hii imezidi sana. Leo tunafungua ukurasa mgumu. Ukurasa wa wanaume na wanawake wanaopitia unyanyasaji wa kingono kimya kimya, hasa katika maeneo ya kazi. Hii ni Mbiu ya Mnyonge kutoka DW, ukiwa nami Fathia Omar. Karibu. Nikamwambia la, haiwezekani. Abdul Salam Chombo ni mwalimu wa shule ya msingi kutoka hapa Mombasa. Ni mtu anayeheshimika, mwenye maadili na anayejitahidi kuendesha maisha yake kwa kuzingatia haki. Lakini nyuma ya tabasamu lake kuna maumivu ambayo hayajapata kusikika. Kazini kwake kulikuwa na hali isiyo ya kawaida. Kulingana naye, mkuu wake wa kazi ambaye alikuwa ni mwanamke mwenye mamlaka alianza kumtazama kwa jicho la tofauti, sio la kikazi bali la kimapenzi. Unyanyasaji wa kingono uko kila mahali, ni donda sugu ambalo linakumba jamii. Nakumbuka kuna wakati bosi wangu mdogo alijaribu kunidhulumu kingono. Mwanzoni alichukulia kama mzaha, lakini kadri siku zilivyopita mambo yakaanza kuwa wazi. Alitakiwa kujibu hisia ambazo hakuwa nazo. Alipaswa kuvuka mipaka ya heshima yake, lakini Abdul Salam alikataa. Na hapo ndipo safari ya mateso ilipoanza. Ghafla mazingira ya kazi yakabadilika. Kila alichofanya kilionekana kibaya. Akapewa adhabu zisizoeleweka. Akashtakiwa kwa makosa ambayo hakuyafanya. Ilikuwa kama ujumbe wa kimya kimya: unitaki, basi utaona. Nilipitia changamoto nyingi pale kazini, mara nikipatiwa adhabu za kinidhamu. Mara ya mwisho nilipatiwa wiki 2 za kukaa nyumbani kwa kukataa kulala. Nadumbukizwa tu makosa ambayo sio yangu niliyoyafanya. Lakini maumivu hayakuishia hapo. Siku moja binti yake aliporudi nyumbani alikuwa na huzuni. Abdul Salam alishtuka. Mtoto wake alianza kulalamika kuhusu mwalimu wake, na hapo historia mbaya ilijirudia. Kisa cha pili ni mtoto wangu msichana alipokuwa darasa la 8. Kuna mwalimu wake wa Kiingereza alikuwa pia amenitamani kimapenzi, lakini roho yangu haikutaka kufanya kitendo kama hicho, ni kinyume na maadili yangu. Na alipokataa, hasira zikahamishiwa kwa mtoto. Binti yake akaanza kuadhibiwa bila sababu, kupigwa, kutukanwa na kudhalilishwa. Adhabu zikawa njia ya kulipiza kisasi. Basi akawa mwalimu yule uchungu wake ule anamlipizia mtoto wangu. Mtoto wangu akawa na kupigwa, amefanywa ngoma, mpaka siku moja msichana wangu akashindwa kuvumilia, akakuja akaniketisha mimi na mamake, akatuambia kwamba basi babangu, tafadhali nenda ukamalizane na mwalimu fulani. Abdul Salam akajikuta hana pa kukimbilia. Akilalamika ataonekana dhaifu, akikaa kimya mtoto wake anaumia. Hii ndiyo hali inayowakumba wanaume wengi katika jamii. Mwanaume anatakiwa kuwa imara kila wakati, na anaponyanyaswa hadithi yake mara nyingi haichukuliwi kwa uzito. Kwa mwanaume ukienda unalalamika kwamba mwanamke anataka kudhulumu kingono, basi utakuwa wewe ni gumzo la jamii. Unaonekana kama kwamba ni mwanaume ambaye hajakamilika. Ilikuwa ni vigumu sana hata unapoenda katika vyombo vya serikali. Utahudumikiwa kweli,
lakini kuna kama kejeli fulani hivi inakuandama. So sikuweza kufuatilia kisheria kwa sababu ya kuogopa jamii watanichukulia vipi. Sasa tukutane na Pili Katana, sio jina lake halisi. Ni msichana wa miaka 25, mwanahabari mwerevu, mwenye ndoto. Lakini kuna kitu kilichogeuka kuwa kikwazo kwake, sio uwezo wake bali muonekano wake. Talanta ninayo, nashukuru Mungu. Nakaa nafanya kazi, bosi umeniita akamba, karibu katika hii kampuni yetu. Kaambia hapo ukitaka kuendelea na kazi yako lazima tufanye mapenzi. Mwanzoni alipewa nafasi nzuri, lakini baadaye masharti yakawa wazi. Ili apande cheo ilimpasa kutoa mwili wake, lakini Katana alikataa. Unakuwa mgonjwa mpaka unakuwa na depression, anxieties, kwa sababu unafika mahali unaenda kazini unasema kwani shida yangu ni gani? Nashukuru Mungu aliniumba nikakuwa mrembo, lakini si makosa yangu. Makaratasi ninayo, talanta niko nayo. Sasa badala uangalie kazi ambayo nafanya na makaratasi, uangalia tu urembo. Na kama ilivyokuwa kwa Abdulsalam, mateso yakaanza. Akatengwa katika kazi muhimu, akapuuzwa, akadhalilishwa. Alipojaribu kulalamika hakusikilizwa. Naam, nishajaribu kutafuta haki. Katika hizo makampuni kuna watu wenye vyeo, nitapeleka mimi na macho ya Mungu. Nasema Mungu atanifungulia njia zangu. Alafu unapata sana hao mabosi wangu ni watu wenye familia zao. Nashangaa vipi mwanaume tena ukitoka hapo nje mtu anasema kuheshimika huyu mtu. Mimi msichana mdogo ananiambia hayo. Hatimaye Katana alichoka, ndoto zake zikaanza kufifia, na ndipo akalazimika kujitegemea kwa kuwa hakuwa na chaguo jingine. Visa hivi viwili vinaonyesha ukweli mchungu. Unyanyasaji wa kingono hauchagui jinsia. Wanaume na wanawake wote wananyanyasika, lakini jamii haisikilizi kwa usawa. Wanaume hunyamazishwa na dhana za wanaume, huku wanawake wakinyamazishwa na hofu ya kupoteza kazi au kutoaminika. Na matokeo yake ni maumivu makubwa, msongo wa mawazo na kupotea kwa ndoto. Wengine wameenda mpaka kiwango cha kula sumu, wengine wameenda kiwango cha kuambukizwa maradhi ya ukimwi na maradhi mengine mengi. Kwa hivyo kuna haja ya kuundwa mashirika ama ujio wa mashirika ambayo watu wataweza kuenda na kuzungumzia hali hii bila uoga, bila wasiwasi, na tuhakikishe kwamba wanapata msaada.